Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imesema imezuia njama kubwa ya kumpindua kiongozi wa utawala wa kijeshi Captain Ibrahim Traore, ambapo inadai kuwa wapanga njama hao walikuwa wakifanya kazi kutoka nchi jirani ya Ivory Coast. Waziri wa usalama Mahamoud Sana alisema kuwa jaribio hilo la mapinduzi liliongozwa na wanajeshi wa zamani na wa sasa waliokuwa wakishirikiana na viongozi wa makundi ya kigaidi. Alisema mpango wao ulikuwa kushambulia ikulu ya rais wiki iliyopita. Lengo kuu, alisema, ilikuwa kusababisha vurugu kubwa na kuiweka nchi chini ya usimamizi wa shirika la kimataifa. Alitoa kauli hiyo kupitia televisheni ya taifa Jumatatu. Captain Ibrahim Traore, kiongozi kijana anayeungwa mkono na umma. Captain Ibrahim Traore aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwezi Septemba 2022, akimuondoa Kanali Paul Henri Damiba aliyekuwa ameahidi kurejesha usalama, lakini akashindwa kudhibiti mashambulizi ya makundi ya wanamgambo. Traore, akiwa na umri wa miaka 34 wakati huo, alikuwa kiongozi mdogo zaidi barani ya Afrika, tofauti na watangulizi wake. Traore alipokelewa kwa hamasa kubwa na sehemu kubwa ya wananchi, hasa vijana waliomwona kama mzalendo na mkombozi. Aliahidi kuweka mbele maslahi ya taifa, kupambana na rushwa na kuongeza juhudi za kijeshi kukabiliana na ugaidi uliokuwa umekithiri. Tangu walipochukua madaraka, amejitahidi kuimarisha jeshi, kubadilisha mikakati ya kiusalama na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi na Urusi, huku akikata uhusiano wa karibu na Ufaransa, hatua inayopelekea kwa hisia mseto kimataifa, lakini kwa kuungwa mkono na sehemu kubwa ya wananchi wa Burkina Faso. Lakini pia katika maendeleo ya kawaida ndani ya nchi, kuanzia miundombinu mpaka huduma mbalimbali kwa miaka miwili hivi, kuna tofauti kubwa. Akijitahidi pia kuinua sekta ya kiuchumi ikiwemo kilimo iliyokuwa imedorora kwa miaka kadhaa. Umaarufu wake na namna anavyovaa kijeshi, kutembea na silaha kiunoni na kusalimiana kwa kukunja ngumi tano, kunamweka kuwa kiongozi wa kipekee Afrika. Historia ya mapinduzi na changamoto za usalama kwa utawala wa Traore Burkina Faso. Burkina Faso imepitia misukosuko mingi ya kisiasa tangu uhuru wake mwaka 1960, ikiwa ni pamoja na mapinduzi ya mara kwa mara. Moja ya mapinduzi yanayokumbukwa zaidi ni yale ya mwaka 1983 yaliyomweka madarakani Thomas Sankara, ambaye aliuawa miaka minne baadaye na rafiki yake wa karibu Blaise Compaoré, aliyeitawala nchi hadi alipoondolewa mwaka 2014 kupitia maandamano makubwa ya wananchi. Kwa sasa nchi iko katika hali ngumu ya kiusalama, ikiwa ni mojawapo ya mataifa yanayokumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya kigaidi. Inakadiriwa kuwa zaidi ya 40% ya eneo la nchi limo nje ya udhibiti wa serikali. Katika njama ya hivi karibuni ya kumpindua Traore, ambayo ilipangwa kufanyika tarehe 16 Aprili 2025, Waziri Sana alisema kuwa wapanga njama walijaribu kutumia viongozi wa dini na wa mila kushawishi maafisa wa jeshi kuunga mkono mapinduzi hayo. Alieleza kuwa viongozi wa mpango huo walikuwa nje ya nchi, hasa Ivory Coast, akiwasema maafisa wawili wa zamani wa jeshi kuwa ndio waliokuwa wakiongoza njama hiyo. Waziri huyo pia aliahidi na alidai kuwa taarifa nyeti zilifichua au kufichuliwa kwa magaidi ili kusaidia mashambulizi dhidi ya raia na wanajeshi, na hivyo kuchochea ghasia dhidi ya serikali ya kijeshi. Wiki iliyopita, wanajeshi kadhaa akiwemo maafisa wawili walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama ya kuvuruga utawala. Ivory Coast bado haijatoa kauli kuhusu madai haya, lakini serikali ya Burkina Faso imekuwa ikilaumu mara kwa mara nchi hiyo jirani kwa kuwahifadhi wapinzani wake waliokuwa uhamishoni. Madai haya mapya yanakuja miezi michache tu baada ya serikali ya kusema ilizima jaribio lingine la kuvuruga utawala
mwezi Novemba mwaka jana 2024. Burkina Faso pamoja na Mali na Niger ambazo zote zinatawaliwa na serikali ya kijeshi zimeng'atuka kutoka jumuiya ya kikanda ya ECOWAS na kuanzisha ushirikiano mpya wa kikanda. Vile vile zimekata mahusiano na Ufaransa na kuanzisha ushirikiano wa karibu na Urusi.